وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فقد فاز المتقون. واعلموا أن لباس المرء تقوى ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtaka rahma na amani kipenzi chetu bwana wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ikiwa bado tuko katika mwezi wa Ramadhan, na hii ndio huduma ya kwanza ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Alhamdulillah, tulikuwa tunaitamani na tumefika, na tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupeleke hadi mwisho wa Ramadhan, na baada ya Ramadhani atupeleke mpaka Dhulhijja, na baada ya Dhulhijja atupeleke tena Ramadhani, kwa sababu ndio mwezi pekee ambao kwa mwaka tunafunga mara moja. Ramadhani haiji mara mbili kwa mwaka, inakuja mara moja na mwezi huo mmoja. Kwa hiyo ukipata fursa kama hii ya kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, ni fursa kubwa ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekupa, na akawaacha wengi sana waliotamani wafike katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hii ni moja ya neema, na hatuna budi kumwambia Mwenyezi Mungu alhamdulillah. Ndugu zangu katika imani, mada ambayo tumepanga kuzungumza ni mada inayohusiana na Qur'an, kwa sababu ndio mwezi wake. Tukaona hakuna budi tuizungumze Qur'an, lakini tutaizungumza Qur'an kwa upande gani? Kwa sababu Qur'ani katika pande zote unaweza kuzungumza. Ukitaka kuzungumza upande wa biashara utazungumza, ukitaka kuzungumza upande wa wanandoa utazungumza, ukitaka kuzungumza upande wa vita utazungumza, ukitaka kuzungumza upande wa ibada utazungumza. Sasa katika upande gani? Hizi zote ni mada ndani ya Qur'an, na hatuwezi kuzungumza zote katika muda kama huu. Kwa hiyo kabla ya kuingia katika zile mada ndani ya Qur'an, tumeona kwamba tutambulize mada tofauti ndani ya Qur'an. Na mada kama hii itazungumzia adabu ma'a al-Qur'an, adabu za Qur'an, adabu ya Qur'an. Adabu gani ambazo wewe kama Muislamu, kama mu'min unatakiwa uzingatie wakati unapotaka sasa
kujishughulisha na Qur'an. Kuna adabu lazima uzingatie kwanza, kisha sasa ndio ukiingia kwenye visa, kwenye vita, kwenye biashara, kwenye ibada. Kwanza hizi adabu maaka, hizi adabu pamoja nawe fil Qur'an, katika Qur'an. Kwa hiyo mada yetu ya leo ni hiyo, adabu za Qur'an. Moja katika adabu hizo, ta'limu wal imanu biqadrihi, ni kuitukuza ile Qur'an. Adabu ya kwanza ni Muislamu aitukuze Qur'an na awe na imani ya utukufu wake. Unapokuwa umeshika ile Qur'ani yako, mashafu yako, lazima cha kwanza unachotakiwa wewe kuketi katika mawazo yako na akili yako na moyo wako ni kwamba hii Qur'ani ni tukufu. Hii Qur'ani yatakia heshima. Hii Qur'ani yataka ipewe adabu. Hii Qur'ani yataka uitukuze. Hii ni adabu ya kwanza. Na ukitizama kwa ule utukufu wa Qur'an, kwa ule umuhimu na cheo kikubwa cha Qur'an, kuna viumbe vimepata heshima, kuna viumbe vimepata utukufu, kuna viumbe vimepata cheo kwa sababu ya Qur'an. Jibril alikuwa ni katika sairul malaika wengine, lakini baada ya kumteremshia Mtume sallallahu alayhi wasallam Qur'an, kwa hiki kitendo cha kumletea Mtume wahi wa Qur'an, akaekwa Jibril ni raisul malaika, ni kiongozi wa malaika kwa ajili ya Qur'an. Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa kuwa yeye ndo ameshukushwa ile Qur'ani, amekuwa nani yeye? Mbaini al-anbiya, katika manabii yeye amekuwa nani? Asbaha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ashraful anbiya wa imamul mursalin. Amekuwa yeye ni mtukufu wa manabii na ni kiongozi wa mitume kwa sababu ya Qur'an aliyoshukishiwa. Na sisi ummati Muhammad tumekuwa khaira ummatin ukhrijat linnas. Kitu gani kimetufanya sisi tuwe bora katika ummati Muhammad? Kwa sababu umma nyingi zimetumwa, lakini mbona sisi ummati Muhammad ndio tuwe bora? Kwa sababu imeshukishwa kwetu sisi Qur'an. Naam. Mtume sallallahu alayhi wasallam, Jibril alayhi salam, sisi wenyewe ummati Muhammad tumekuwa ni watukufu, tumekuwa tuna cheo kikubwa hicho tulichopewa kwa sababu ya Qur'an. Kwa maana al-Imam al-Busiri anasema katika Hamzia, wa idha sahala al-ilahu munasan li sa'id fa innahum sa'ada. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akimpeleka mtu mwema kwa watu, basi wale watu bila shaka nao watakuwa wema. Alipokuwa mtume ameitwa kwetu sisi, ikawa sisi ni khaira ummati. Wa idha sahala al-ilahu munasan li sa'id fa innahum sa'ada. Chochote kile ambacho unakipata na ni kitukufu, utaona tu kitakuwa kitukufu. Naam, mwezi wa Ramadhani umekuwa mtukufu kwa sababu umeteremsha ndani yake Qur'an. Shahr Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Usiku wa Lailatul Qadr umekuwa mtukufu kwa sababu gani? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Qur'an.
ukishikana na Qur'an unapanda cheo, ukiambatana na Qur'an unakuwa na ubora fulani Allah subhanahu wa ta'ala anakupa. Ukishikamana na Qur'an unakuwa wewe kiongozi. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika hadithi, inna Allah yarfa'u bihadha alkitab aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Mtume anasema hakika Mwenyezi Mungu anawanyanyua vyeo watu katika ummati Muhammad kupitia hii Qur'an, wa yadh'u bihi akharin, na wengine wanatwezwa, wanadharaulika, hawaheshimiki kwa sababu wamefanyaje? Wamedharau Qur'an. Kwa hiyo moja katika adabu za Qur'an taadhimu, kuitukuza ile Qur'an. Adabu ya pili katika adabu za Qur'an, adabu ya pili katika adabu za Qur'an, at-tathhir dhahiran wa batinan, wa tahara nje na ndani. Unapotaka kuisoma Qur'an lazima uwe na tahara sampuli mbili, uwe na tahara nje na uwe na tahara ndani, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametambia la yamassuhu illa al-mutahharin, hawaishiki Qur'an isipokuwa wale waliokuwa tahara. Wale waliokuwa tahara ndio wanafaa kuishika Qur'an. Nini maana ya tahara? Maana uwe na udhu. Unapotaka kuishika Qur'ani tawadha. Unapotaka kuishika Qur'ani hakikisha hauko ndani ya hedhi wala nifas. Tahara dhahiran wa batinan. Tizama tahara yako, tizama usafi wako kabla hujaishika Qur'an. Huu ndo tahara wa ndani wa nje, kisha tahara wa ndani, nafsi yako, moyo wako. Moyo wako umesafika? Moyo wako umetahirika? Isiwe moyo wako umeingia maradhi ya shaka. Haya katika maradhi, unashaka maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, una mashaka na kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala, una mashaka na maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Basi kwanza taharisha moyo wako. Allah anasema inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun, hakika katika hilo kuna ukumbusho kwa yule ambaye moyo wake umetahirika. Na watu wakishika mashaf wanatetemeka, wanajua wameshika kitabu gani? Kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu moyo tayari umetahirika, moyo ni safi. Kwa hiyo tathhirul qulub, kutahirisha nafsi zetu, ni moja katika adabu za Qur'an. Mara ngapi tumeona visa mtu anaoshika msahafu anaokojolea? Makosa yake ni nini huyu? Moyo wake bado una mashaka na kitabu cha Allah, moyo wake bado una dharau na kitabu cha Allah. Mara ngapi tumeona anachukua msahafu anautia kwenye shimo la choo, ni bado moyo wake haujabadilika. Kwa hiyo adabu ya pili, hakikisha moyo wako hauna dharau mbele ya maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hauna mashaka mbele ya maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hapo sasa ukamata ule mushaf
utakuwa wewe sasa umeelekea katika ile njia inayotakiwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisha adabu ya tatu, husn tilawa wa tartil. Adabu ya tatu, kuisoma Qur'ani kwa uzuri. Naam, hii ni adabu ya tatu. Usifungue msahafu ukasoma unapotaka tu. La, Qur'ani imetueleza namna ya kuisoma Qur'ani yenyewe. Yaani hiyo Qur'ani imeeleza namna ya kusoma. Katika sura Al-Muzammil Allah anasema warattil Qur'ana tartila. Ma maana tartil? Ulama wanatuambia an taqra al-Qur'ana bihudu'in ma'a tabyin lil-huruf. An taqra al-Qur'ana bihudu'in ma'a tabyin lil-huruf. Nukuisoma Qur'ani kwa upole, kwa unyenyekevu, si kwa haraka na kwa jazba. Ma'a tabyin lil-huruf, pamoja na kuzibainisha zile herufi. Unatamka aya, inajulikana hii ni herufi fulani. Soma aya, hatujui wasoma sura gani au hatujui wasoma aya gani. La, ma'a tabyin lil-hurufi. Naam, hii ni adabu ya tatu. Ndio maana tukafundishwa tajwidi al-Qur'an, namna ya kuisoma Qur'ani kwa tajwid. Na ndivyo alivyoeleza Mtume. Mtume anasema man lam yataghanna bil Qur'ani falaysa minna. Asiyesoma Qur'ani vizuri si katika sisi Waislamu. Sisi Waislamu tukishika Qur'an tunaisoma vizuri mpaka watu wanaridhia, mpaka Allah anaridhia. Lakini ile kusoma herufi haijulikani ni toe, haijulikani ni te, kwa sababu lazima hata makharij al-huruf, kila herufi inatakiwa itoke pale inapotakiwa kutoka. Kama ni sini iwe ni sini, kama ni sadi iwe ni sadi. Bismi si bis ni sini ile. Bismillahirrahmanirrahim. Useme bismillahirrahmanirrahim. La. Litajwid inda ahkam ar-ra kismani. Katika somo la tajwidi, sehemu ya kuzungumza masala ya re, wanatambua ziko re aina mbili, ar-ra'u at-tafkhim war-ra'u at-talghiq. Tafkhim inakuwa na fatha, kila re ambayo ina fatha hiyo ni tafkhim. Bismillahirrahmanirrahim, si bismillahirrahmanirrahim. La, umekosea. Warattil Qur'ana tartila. Lakini ikiwa re na kasra ni tarqiq. Rizq tarqiq. Kwa lazima hizi makharij al-huruf na namna ya kuzitamka msomaji wa Qur'ani azijue, na kushikamana na usomaji wa Qur'ani kitajwidi. Ndivyo alifundisha Mtume, wal akhdhu bit tajwidi fardu lazim man lam yataghanna bil Qur'ani athim. Kushikamana na usomaji mzuri wa Qur'ani ni lazima. Asiyesoma Qur'ani kwa uzuri anafanya makosa. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema sayyidul Qur'an bi aswati. Hadithi hii anaeleza al-Imam Tirmidhi katika Jami' at-Tirmidhi. Mtume anasema zayyidul Qur'ana bi aswatikum
ipambeni Qur'ani kwa sauti zenu. Fa inna sawta alhasana yazidu alqur'ana husna, kwa sababu sauti nzuri yazidisha utamu wa Qur'an. Hebu fikiria sasa, imamu kapita mbele hapa, bismillah, ndio kwa raha gani wewe kwenye Qur'an? Unafanya umekupa, lakini imamu kapita mbele anayepiga Qur'ani vizuri sana, nasema ya laita ingeendelea. Kwa ile nini? Hasanu sauti tamu. Kwa hiyo miongoni mwa adabu za Qur'an, chunga sauti yako, chunga namna unavyoisoma ile Qur'an, kwa sababu ukikosea tu mahali al-huruf ushabadilisha maana. Ukikosea tu herufi ukaweka sehemu ambayo sio, ushabadilisha maana. Kwa hiyo kuna muhimu watu kuchunga sana. Adabu ya 4, atadabbur wa tafakkuri, kuizingatia Qur'an na kuifikiria. Unapokuwa unaisoma Qur'ani, zingatia kila aya unaisoma na ufikirie hapa Allah Subhanahu wa Ta'ala anamaanisha nini, anakusudia nini, na anataka sisi Waislamu tufanye nini. Atadabbur. Si kusoma tu muradi tumalize, la. Allah anakuambia nini hapo? Hakuna kusoma, Allah anakuambia nini? Allah anauliza afala yatadabbaruna al-Qur'an. Je, kwa nini mbona hawaizingatii Qur'an? Mbona hatuizingatii Qur'an? Allah anauliza hili swali, anataka jibu. Kwa nini Qur'ani hatuizingatii? Kwa nini? Na Allah amepiga mifano mingi sana kwenye Qur'an. Anataka sisi tuzingatie. Allah anasema ya ayuhan nas, enyi watu. Hapa anazungumzia watu wote, Waislamu, Wakristo, Wabedui, Mayahudi, wote, binadamu wote. Madapo unajua wewe ni mtu, Allah anakueleza hapa. Anakuambia ya ayuhan nas, enyi watu. Ghuriba mathalun fastami'u lahu. Umepigwa mfano, basi usikizeni huo mfano. Allah anapiga mfano kwenye Qur'an, usikilizeni mfano huo. Mfano gani Allah anapiga? Anasema innal ladhina tad'una min dunillah, hakika wale ambao mnawaomba pasina Allah Subhanahu wa Ta'ala, la yakhluqu dhubaba, hawezi kuumba inzi. Allah anapiga mfano wale mnaowaomba pasina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hapa anazungumzia Makuraish. Wao walikuwa wanaabudia masanamu na miungu. Sasa Allah Subhanahu wa Ta'ala anawaambia innal ladhina tad'una min dunillah, hakika wale mnaowaomba pasina Allah, la yakhluqu dhubaba, hawezi kamwe kumuumba hizi, wala hujitamu la, hata kama watakusanyika mabingwa na mabingwa wamuumbe hizi, hawawezi kumuumba hizi. Afala tadabbaruna al-Qur'an, hawizingatii Qur'an. Kwa nini Allah Subhanahu wa Ta'ala amtaje hizi kwenye hii aya? Kani dogo sana, lakini anatajwa ndani ya Qur'an, lazima kuna kitu pale. Kisha Allah bado anawaambia Quraysh, wa yaslubuhum ad-dubabu shay'an la yastakiduhu minhu, na nao yule inzi atachukua kitu kutoka kwa wao, hawawezi kukichukua tena kile kitu.
dha'fa at-talib wal matlub. Wao walikuwa wanachukua vyakula wanaekea masanamu. Yanakuja maizi anachukua vile chakula wanakuja. Masanamu yamesimama pale, hakuna anaweza kufanya yaondoke ya maizi. Ni sanamu. Dha'fa at-talib wal matlub. Sanamu wamedhoofika, hizi pia naye wamedhoofika. Wote ni pombe dhaifu. Sasa huyu mfano Allah anaupiga. Ataenda yatakayo na Qur'an. Amzingatie basi. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema inzi anapoingia kwenye kinywaji cha mmoja wenu, hadithi sahihi. Angalia sahihi Bukhari na angalia sahihi Muslim. Utaipata. Mtume anasema inzi anapoingia kwenye kinywaji cha mmoja wenu, falyaghmishu, mtumbukize ndani. Umechukua juisi yako ama soda ama maziwa, akaja hizi akambuka pale, Mtume anakuambia usimtoe, mtumbukize ndani. Rasulullah, hizi hatujui katoka sehemu gani, alafu tumtumbukize. Mtume alijua kama kuna watu watauliza hivi sana. Kuna watu watakuwa na mashaka, mbona tena tumtumbukize? Mtume akajibu hapa kwenye hadithi. Hapo akajibu. Akasema kwa sababu hizi katika zile mbawa zake mbili, moja kuna ugonjwa na mbawa ya pili kuna dawa ya ule ugonjwa. Na siku zote hizi akianguka mahali anaanguka na ule ubao wenye maradhi. Sasa wewe ukimtoa tayari utakuwa umebakisha maradhi. Dawa umeitoa. Mtume anakwambia tumbukiza ndani ili dawa na maradhi zipatane huko. Tumsalie Mtume. Tumsalieni Mtume. Lakini nani sasa watasubutu? Nani watasubutu? Atakasirika mtu. Kwa mbuzi. Wewe lete soda nyingine bwana. Mtume anamwambia tumbukize alafu mtoe. Na wallahi billahi ukinywa ile juisi yako yana maziwa yako hudhuriki. Sasa Allah anampigia mfano hizi kwenye Qur'an. Kumbe kuna hekima kubwa. Na hizi ana mambo mengi sana vile si mada yetu. Ana mambo mengi kwenye sayansi, si mada yetu. Lakini mimi nimetoa kama mfano tu. Tuizingatie Qur'an, usipite hii aya tu kama umesoma tu. Kwa nini? Na alhamdulillah ulama wetu wametunga vitabu wakatushereheshea Qur'an kama Imam Zarkashi anafafanua vizuri katika chake Al-Bayan fi Ulum al-Qur'an. Al-Imam Tabari katika tafsiri yake, alhamdulillah. Hivi vitabu ukisoma unapata kuelewa Qur'an vizuri sana. Alhamdulillah, unajitahidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala azidishie. Na sisi tuchukue hizo elimu tuzitumie. Kisha Allah Subhanahu wa Ta'ala anapiga mfano mwingine wa katika Qur'ani wa kuhusiana na mawe. Asema wa inna min al-hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar. Na yako miongoni mwa mawe yanatoka chemchemi ya mito. Hiyo yatoa mto maji mpaka yanakuwa mto. Wa inna min al-hijara lama yatafajjaru minhu al-anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu al-ma'. Na kuna mawe mengine yanavunjika kisha yanatoka maji katika mawe yale. Nakumbuka hukumu huu niliwaambia wakati naelezea kuhusu ardhi.
Nikwambia chini kuna mawe Allah Subhanahu wa Ta'ala ameweka yanasitoa maji. Wanasayansi wamekuja kutambua hivi sasa, lakini Qur'ani imeeleza karne ya 14 huko. Wanasayansi wanakuja kutambua sasa kama kwenye ardhi kuna mawe Allah Subhanahu wa Ta'ala kayaweka yanasitoa maji. Na ndio maana Nabii Allah Nuh alipokuwa ametengeneza jahazi mpaka limekuwa tayari, Allah Subhanahu wa Ta'ala aliyatoa maji chini ya ardhi, wafajjarna al-ardha uyuna. Yani maji yametoka wapi? Kuna mawe yalitoa yale maji kule. Afala yatadabbaruna al-Qur'an, hawazingatii Qur'ani. Basi tuzingatie sana Qur'an. Adabu ya tano. Adabu ya tano, taallumuhu wa ta'limuhu, kujifundisha Qur'ani na kuifundisha. Hii ni miongoni mwa adabu za Qur'ani. Usisome Qur'ani ukajua kuisoma ukasema mimi tosha, la, ifundishe ile Qur'ani. Mfundishe na mwingine ambaye hajui ile Qur'ani. Msomeshe na mwingine ambaye hajui ile Qur'ani. Naam. Na miongoni mwa watu bora zaidi ni mwenye kusomesha Qur'an. Anayesomesha Qur'an ni mtu bora. Tunasema khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Bora wenu. Bora wenu. Nakumjua. Man ta'allama al-Qur'ana, ni yule aliyejifundisha Qur'an wa 'allamahu, na akaifundisha. Huyo ni mtu bora sana. Kwa usitosheke, fundisha na mwingine. Naam, fundisha na wenzako bila Qur'an. Na yule ambaye labda hajui kuisoma Qur'an, ni uzito kwake kuisoma Qur'ani, wala usiwe na sasa ndugu yangu. Usiwe na wasiwasi kabisa. Mtume hajakusahau. Mtume hajakusahau. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema al-mahiru bil Qur'ani ma'a safarati al-kirami al-barara. Yule mjuzi wa kuisoma Qur'ani atakuwa pamoja na malaika watukufu. Yule ambaye akishika Qur'ani, mashaallah. Mashaallah. Huyo ma'a safarati al-kirami al-barara. Lakini yule ambaye hajui kusoma Qur'an, walladhi yaqra'uhu wa yatata'u fihi, na yule ambaye anaisoma Qur'an lakini anataataa, anakwama, ni uzito kwake, bado hajaipata vizuri Qur'an, wa huwa alayhi shaqun au huwa shaqun alayhi, na hiyo Qur'an ni ngumu kwake. Mtume anasema lahu ajran, huyo anapata thawabu mara nyingi. Huyo ambaye hajui kusoma Qur'ani, ni uzito kwake, lakini anabidia kusoma, anakwama, lakini bado yumo anataka kusoma. Mtume anasema lahu ajran, huyo ana thawabu mara nyingi. Kwa sababu mimi sijui Qur'ani, ndio kusoma da soma. Soma Qur'an. Naam. Na usione aibu. Usione aibu mtu kusikiliza Qur'ani yako labda doma utakosea, atanicheka na. Usione aibu. Bali mtume ikipenda kusikia Qur'ani mwingine asome. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwita Abdullah bin Mas'ud, akamwambia nisomee Qur'an. Abdullah bin Mas'ud anaambiwa na mtume nisomee Qur'ani. Abdullah ibn Mas'ud anamuuliza mtume, aqra'u
wazi. Nikusomea wakati mwisho wako, wewe ndio unajua zaidi, wewe ndio ubingwa. Mimi nikusomea sana. Mtume anamwambia inni uhibbu an asma'ahu. Mimi napenda kusikia kisoma na wengine. Mimi napenda nisikie wengine akisoma Qur'an. Sasa usiogope. Kuja kama kusikiliza Qur'an. Nenda kwa wengine kusikiliza Qur'an. Mtume nikipenda. Basi Abdullah bin Mas'ud akaanza kumsomea sura An-Nisa. Akamsomea sura An-Nisa mpaka akafika aya inasema Naam. Fakaifa idha jina min kulli ummatin bi shahidin wa jina bika ala haula shahid. Alipofika hapa kwenye hiki kipande cha aya, Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia Abdullah bin Mas'ud, hasbuka tosha. Anasema fatafatu ilayhi faida ainahu tadrifan. Nikageuka kumtizama Mtume, nikamuona macho yake yanatoa machozi, analia. Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu pale kuna suala zetu limezungumzwa pale. Fakaifa idha jina min kulli ummatin bi shahidin wa jina bika ala haula shahida. Mimi nitakuwa shahidi wa ummati wangu. Madhani mangapi watu wameyafanya? Makosa mangapi? Mtume analia akifikiria vitu zizi bila kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Na yeye ndo ataulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na yeye ndo atakuwa shahidi wetu. Mtume analia. Naambia baba, hasbuka. Sasa kwa lazima usome Qur'an. Na katika kusoma Qur'an kuna umuhimu sana. Umuhimu sana. Vijana watatu walikuja kwa mzee fulani kuozeshwa. Yule mzee akawa na binti yake. Wale mabwana wanamtaka yule binti. Wakaja pale yule mzee akawakaribisha vizuri. Walipoingia ndani, yeye anajua kama hao wamekuja wanataka waozeshe. Wanataka binti yake. Kwa hiyo walipoketi chini yeye na wale vijana, akaanza kuuliza maswali. Swali la kwanza akawauliza majina yao. Akamuuliza wa kwanza, wewe unaitwa nani? Sasa mimi naitwa Yusuf. Bwana akasema kwani mashaallah, jina zuri, alhamdulillah. Lakini naomba unisomee sura Yusuf. Naitwa Yusuf, nisomee sura Yusuf. Bwana hajui kusoma sura Yusuf. Kwa hiyo akafeli pale. Akauliza na yule mwingine, na wewe jina lako nani? Asema mimi naitwa Muhammad. Inshallah. Nisomee sura Muhammad. Hajui sura Muhammad. Sura Muhammad hajui. Anaitwa Muhammad jina la mtume. Jina kubwa. Jina tukufu. Lakini hajui sura Muhammad. Sasa wale watatu wakaona kumbe ni masala ya majina. Kumbe ni majina ndio utapata kuozesha huyo msichana. Sasa nitafanya. Akauliza na wewe Massimo. Wewe
waitwa nani? Asema naitwa qul huwallahu ya jamaa, iqra'u al-Qur'an, someni Qur'ani, wala shida hiyo. Ta'allamu al-Qur'ana, jifundisheni Qur'an. Usikose mkesha. يعني كان هناك 3 أشخاص يريدون الخطب في الرجل من الرجال، فذهبوا إلى ذلك الشيخ كان عنده بنت جميل. فلما ذهبوا وطرقوا الباب قال الشيخ ادخلوا. فلما دخلوا جلسوا مع الشيخ، فبدأ الشيخ يسأل كل واحد منهم سؤال. فقال للأول ما اسمه؟ فقال اسمي يوسف. فقال الشيخ إذا اقرأ علي سورة يوسف. فقال الشاب لا أدري أن أقرأ هذه السورة، أنا لا أعرف قراءة القرآن. فسأل الثانية ما اسمه؟ فقال اسمي محمد. اسمه محمد؟ نعم اسمي محمد. إذا اقرأ علي سورة محمد. فقال لا أدري، لا أعرف قراءة هذه السورة. ولما كان الوقت للثالث تفكر فقال فماذا أقول أنا؟ ماذا أقول باسمي حتى أجد البنت وأتزوجها؟ فسأل الشيخ الآخر الثالثة ما اسمك؟ فقال اسمي قل هو الله أحد. Kwa hiyo kuna haja Waislamu tujifunze Qur'an. Tujifunze Qur'an. Sije tukaingia katika balaa kama hili. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Assalamu alaykum wa rahmatullahi. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.